sura ya 4 mstari wa 9 hadi wa 10. Mambo ya Nyakati sura ya 4 mstari wa 9 hadi wa 10. Pastor, neno la mwaka huu ambalo Mungu amempa mtumishi wake ni kuinuka na kuangaza. Kwa wakati ninatafakari moyoni mwangu cha kusema, Roho Mtakatifu akawa ameupeleka utulivu wangu kwenye maisha ya mtu mmoja wa Mungu ambaye alikuwa chini sana, alafu Mungu akamuinua na akaangaza. Kwa hiyo nikatamani tumwangalie huyo leo. Tuangalie yeye alitumia kanuni gani. Biblia inasema Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9 hadi wa 10. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita Yabesi akisema, ni kwa sababu nilimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli. Hebu sema akamlingana Mungu wa Israeli. Asante. Akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kuipanua mipaka yangu. Hebu sema na kuipanua mipaka yangu. Hiyo sauti sijarizika nayo, lakini sasa tuendelee kwanza. Na mkono wako ukawa pamoja nami, nawe ungenilinda nisipatwe na maovu wala madhara. Hebu sasa nisaidie kusema hii sehemu ya mwisho. Sema, naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Safi kabisa. Yabesi alikuwa ni wa uzao wa kabila la Yuda. Na hii tuliyosoma ni Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 4. Lakini kitabu cha Mambo ya Nyakati ukisoma kuanzia sura ya kwanza ni mojawapo ya vile vitabu ambavyo ukisoma unaweza usikifurahie sana. Kwa sababu kuanzia mwanzo pale kinataja tu majina ya watu. Yuda akamzaa Peresi, Peresi akamzaa fulani, fulani akamzaa fulani. Unaweza ukawa unasoma afu baadaye useme okay, sawa, sasa kama Yuda alimzaa Peresi na Peresi akamzaa huyu nani? Sasa mimi nifanyeje hapa? Lakini siku moja wakati nasoma Roho Mtakatifu akaniambia hivi, kwa mfano hawa wangekuwa ni ndugu zako hawa. Yaani huu ni ukoo wenu. Unaambiwa kwamba baba yako akazaliwa na fulani na huyo fulani akazaliwa na babu yako alizaliwa na fulani. Hivi ungesoma au usingesoma? Ungesoma kwa furaha au usingesoma kwa furaha? Na akanikumbusha kwamba hivi unajua kwamba wewe ni uzao wa Ibrahimu pia. Biblia inasema tumepandwa katika ni ndugu zangu. Nikagundua kumbe hawa ni ndugu zangu, inabidi niwasome kwa furaha, niwafahamu. Sasa ukiwa unawasoma hawa ndugu zako kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza, kwa sura 3 utakuwa unasoma majina tu. Na sura ya 4 pia utaanza na majina. Hadi ukifika mstari wa 9 ndio utakutana na mtu sasa ambaye angalau utapewa taarifa zake kwa uchache. Na huyo mtu anaitwa Yabesi. Kwa hiyo Yabesi alikuwa ni uzao wa kabila la Yuda. Na kitu cha kushangaza kidogo, ukisoma hii zile sura 3 zote na hata hii sura ya 4 mwanzoni, unakutana na majina. Ani fulani akazaliwa na fulani. Kwa unaambiwa baba yake alikuwa ni nani. Lakini mtu wa kwanza ambaye unakutana naye ambaye baba yake hatajwi ni Yabesi. Huambii baba yake Yabesi alikuwa ni nani. Kwa tangu unakutana naye Yabesi anaonekana kama anaelea hivi, kama hana mizizi. Kama mtu baki hivi, wanaitwa random person. Ni mtu ambaye hajulikani baba yake ni nani. Unaambiwa tu kama mama yake alimzaa kwa huzuni na akamuita huzuni pia. Kwa kwanza unakutana naye Yabesi sio kijana tu wa Kiyahudi wa kawaida. Unatambulishwa kwa Yabesi kama mtu fulani ambaye ana mambo mengi sana ambayo hayako sawa. Umeshakuwa una changamoto nyingi hadi unaamua tu sasa uachane nazo uishi maisha yako tu. Kwa sababu hujui uanze na ipi. Unaona bora tu niziache zote kwanza, nijifanye sio za kwangu. Sasa ndio Yabesi. Yaani jina baya, baba hajulikani yuko wapi, na yeye mwenyewe ni huzuni. Unakutana na Yabesi, unajua Yabesi aliitwa huzuni hadi na yeye akaamini kwamba yeye ni huzuni. Anamwambia Mungu, isiwe kwa huzuni yangu. Kwa hiyo alikuwa tayari na yeye kwenye mazungumzo yake. Yaani mkipiga story 2-3, story ya 4 atakuwa anaongelea huzuni zake. Kwa sababu ameshaitwa huzuni hadi amezoea. Labda yuko mahali siku moja anapiga story na wenzake, mtu ameongea kitu cha kuchekesha, akianza tu kucheka anasikia mtu anamuita, "Huzuni, unaitwa nyumbani." Kwa tayari anakumbuka kwamba mimi ni huzuni, kwa sababu jina lake linamaanisha huzuni. Kwa hiyo Yabesi tangu unatambulishwa kwake, haonekani kama ni mtu ambaye ni mtu wa maana sana. Katika utamaduni wa Kiyahudi, anayetoa jina alikuwa ni baba. Ndio maana hata Yesu kabla hajaja baba yake akatuma ujumbe kwamba huyo mtoto mmuite Yesu. Hata kama mna mipango yenu na Yusufu na Mariamu mlikuwa mshapanga mtoto wenu wa kiume mtamuita nani, hilo jina mtaliacha kwa ajili ya mtoto anayefuata. Huyu hapa sasa hivi si wa kwenu, huyu anaitwa Yesu. Huyu alikuwa ni baba anatoa maelekezo.
Unamkumbuka Raheli yule mke wake Yakobo? Naye alipata uchungu wakati anazaa na nini. Mtoto alivyozaliwa akataka amvalishe huzuni na yeye. Akataka amuite Benioni. Yakobo akasema hapana. Sawa mama, najua umepitia changamoto nyingi, lakini huyu ni Benjamini. Baba akafuta ule usemi na ukisoma Biblia yako utagundua Benjamini ni moja ya watu walioenjoy sana maisha. Hakuwa na changamoto nyingi. Yaani hata kukitokea sio apelekwe wapi anatetewa na kila mtu. Nikaa nawaza angechukua ile jina la mama yake ile angekuwa ni Yabesi mwingine. Lakini baba ndo alikuwa anatoa jina, ndio maana hata kipindi cha Yohana Mbatizaji unakumbuka baba yake alikuwa hawezi kuongea. Alikuwa amefungwa mdomo. Kwa mama naye alikuwa amepata ufunuo kwamba huyu ataitwa Yohana. Hata ndugu wa mume wake hawakumwamini. Akamwambia, Yohana umemtoa wapi wewe Yohana? Tangu lini wewe unachagua jina la mtoto? Mbona huku kwenye ukoo wetu hakuna mtu anaitwa Yohana? Bahati yake nzuri yule mama ni kwamba wakati hao malumbano yanaendelea, Mungu akamfungua Zekaria mwenyewe kinywa. Kwa akasema ataitwa Yohana kweli, ndio akamwamini. Kwa kwenye utamaduni wa Kiyahudi hadi mama atoe jina libaki, lazima baba alikuwa hayupo. Kwa inawezekana labda baba yake hajawahi kumuona, au labda alimwacha akiwa mdogo, au labda alikuwa amefariki, lakini unakutana na Yabesi akiwa kwenye hali fulani ambayo haikuwa hali nzuri. Haikuwa hali nzuri. Sasa Yabesi alikuwa ni mtu wa maumivu. Kuanzia jina lake linamaanisha maumivu na huzuni, na hadi hali yake pia ilikuwa ni hali ya huzuni na maumivu. Sasa maumivu ya Yabesi tofauti yake labda na watu wengi. Maumivu ya Yabesi yalimsukumia kwa Mungu. Maumivu yake yalimfanya akakimbilia kwa Bwana, akakimbilia kwa Mungu. Historia yake ya uchungu na vitu alivyovipitia vilimfanya akasogea mbele za Mungu. Sasa nina pointi 3 nataka tuziongee kwa haraka. Na hata nisipoweza kuzimaliza zote nataka tuziandike. Pointi ya kwanza nitaongea kuhusu maumivu. Ya pili nitaongea kuhusu maombi. Ya tatu nitaongea kuhusu mipaka. Maumivu, maombi na mipaka. Nimezipa zote ili uzikumbuke kiurahisi. Nataka kuzungumza kidogo kuhusu maumivu. Unajua sio mara zote maumivu ni kitu kibaya. Sio mara zote maumivu ni kitu kibaya. Baadhi yetu kuna mtu unaweza kukuta yuko hapa kanisani leo mchungaji. Sio kwamba amekuja kwa sababu anampenda Mungu sana. Amekuja kwa sababu issue zake haziendi huko. Kuna maumivu fulani amemtoa nyumbani kwake huko, ameamka asubuhi leo amekimbilia nyumbani mwa Bwana. Kwa mtu wa hivi, maumivu yanakuwa ni kama mjumbe wa Bwana ambaye ameenda kumtoa huko kwenye maisha yake aje kanisani. Kwa sio mara zote maumivu ni kitu kibaya. Na unajua hata Mungu wakati anatupa maumivu yapo yana kusudi lake jema pia wakati mwingine. Nilikuwa nasoma kuhusu hospitali fulani ya watu wenye ukoma. Zamani hiyo. Hawa watu madaktari waligundua kwamba usiku wale watu walikuwa unajua moja wa vitu ambavyo ukoma unakufanya unakufa ganzi. Kwa hiyo husikii maumivu. Kwa hiyo waligundua kwamba wale watu wanaliwa na panya usiku wakilala. Yaani panya anakula wanakuta vidole vimeshaliwa. Kwa hiyo hata kazi yao sasa ambao wanatakiwa waifanye inakuwa ngumu. Kwa hiyo walichoamua kufanya ni nini? Walichoamua kufanya ni kwamba wakaongezea kwenye timu ya madaktari wakaongezea na paka pia. Kwa usiku paka wakawa wanahakikisha kwamba panya hawali miguu na mikono ya wagonjwa ili asubuhi daktari akija apate pa kuanzia. Kwa kuna muda maumivu yanakusaidia kujua kwamba unaumia. Yanakusaidia kujua kwamba huku unakoenda siko. Hebu fikiria ungekuwa mama ukishika sufuria ya moto jikoni hausikii chochote. Yaani unaungua lakini usikii maumivu. Najua kuna wamama hapa mngekuwa hamna mikono sasa hivi. Lakini kinachokufanya unakuwa na nidhamu ni kwa sababu ukishika unaumia. Unaungua. Kwa maumivu sio mara zote ni kitu kibaya. Sio mara zote ni kitu kibaya. Mama yangu mimi ndio mtu wa kwanza kuokoka. Sio tu kwenye familia yetu, kwenye ukoo wetu. Lakini mama yangu alikuwa Muislamu, baadaye akawa Roman Catholic, ikamsogeza karibu zaidi na neema, baadaye ndio akawa mtu wa kwanza kuokoka. Kwa hiyo aliyetoka mbali zaidi ndio aliokoka haraka kuliko ukoo wangu ambao walikuwa wako karibu, hawakuwa mbali sana. Lakini kilichomfanya mama yangu aokoke ni kwamba aliokoka saa ambayo alikuwa anaenda kujinyonga. Yaani ametoka nje, alikuwa ameumwa kwa muda mrefu sana, ameamua leo naenda kujinyonga. Ametoka nje, ameingia sebleni. Anafika sebleni anataka kupita aende chumbani, ameshika kanga, anaenda kujinyonga. Anafika sebleni anakuta kuna watumishi wa Mungu, hajui wamefika saa ngapi. Akaombewa, akaokoka, akapona kila kitu pale pale. Akaishi miaka 20 baada ya hapo akamtumikia Mungu, akawa mwenyekiti wa WWK wa wilaya,
akatulea na sisi, akafanya hayo mambo yote. Lakini kilichomfanya mama kiburi kikashuka akaweza kumkubali Yesu, yalikuwa ni maumivu. Unajua mwanadamu, kila mwanadamu anamhitaji Yesu. Kinachomfanya mwanadamu amkatae Mungu ni kiburi tu. Kwa kuna muda maumivu yanakuja kukunyenyekeza. Maumivu yanakuja kukunyenyekeza. Kwa kuna jina baya na hali ambayo alikuwa anaipitia Yabesi ni maumivu ambayo yalimsogeza kwa Mungu. Vikwazo na nyakati ngumu vinaweza vikafanya vitu viwili. Vinaweza vikakusogeza karibu na Mungu au vikakusogeza mbali na Mungu. Lakini nakutia moyo kwenye mwaka huu wa kuinuka na kuangaza, haimaanishi kwamba hutakuwa na changamoto. Lakini nakutia moyo changamoto zako zikusogeze karibu zaidi na Mungu. Ukipitia changamoto ujue ndio fursa ya kuinuka na kuangaza hiyo. Yabesi asingepitia changamoto, tungemsoma tu kama watu wengine ambao tunawasoma majina yao tu, jina moja afu unaondoka. Lakini Yabesi amepewa paragraph. Anaelezewa mstari wa 9 na wa 10 ni habari za Yabesi peke yake na zimeelezewa kwa kina. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu ambaye maumivu yalimvuta nyuma, alafu alivyoachiwa akaenda mbali. Unajua ili mshale uende mbali lazima uvutwe nyuma kwa nguvu pia. Kwa kuna muda maumivu yanakuvuta nyuma mbali, unaona kama unaumia, lakini ukumbuke kwamba ukiachiwa pia utaenda mbali zaidi. Ukiachiwa utaenda mbali zaidi. Kwa kama kuna maumivu fulani unayapitia, ujue hiyo ni fursa pia ya wewe kumuona Mungu, kuona utukufu wa Mungu kwa ukubwa zaidi. Yesu alisema ugonjwa huu sio wa kifo. Alivyoambia kuhusu Lazaro, alisema ugonjwa huu sio wa kifo, lakini ni ugonjwa huu ni kwa ajili ya kumpa Mungu nini? Utukufu. Ugonjwa huu ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na ugonjwa na kifo cha Lazaro kilikuwa ni tatizo kubwa sana hata kwa Wayahudi. Kile kimsingi ndio kilichofanya Yesu akauawa haraka. Kwa sababu Wayahudi kwa utamaduni wao walikuwa wanaamini kwamba mtu akifa ndani ya siku 3 roho yake inakuwa bado haijafika inakoenda. Kwa inakuwa somewhere bado anazunguka hapo mtaani au inakuwepo angani hivi anazunguka bado hajafika huko anakoenda. Lakini baada ya siku ya 4 hakuna tena tumaini lolote. Ndio maana Yesu alivyoongelea tu habari za kumfufua Martha anamwambia ananuka sasa siku 4. Hiyo siku 4 alikuwa anahitaji makusudi kwamba Yesu kabla ya siku ya 3 roho yake ilikuwepo karibu. Sasa hivi imeshaondoka. Biblia inasema baada ya Yesu kumfufua Lazaro, Yerusalemu, watu walikuwa wanatembea kutoka Yerusalemu wanaenda kumuona Lazaro, huyo aliyefufuliwa. Biblia inasema wakuu wa Wayahudi wakataka kumuua na Lazaro mwenyewe ili wafute ushahidi. Wameona hawawezi kumuua Lazaro, wakakaa kikao. Kasome pale kitabu cha Yohana, sura za mwisho pale kabla ya mateso na maombi ya Yesu. Wakakaa kikao, wakasema tunafanya nini? Huyu mtu tukimwacha nchi yote inamuendea. Yaani baada ya Yesu kumfufua Lazaro, Israeli nzima ilikuwa inaenda kumwamini Yesu. Kwa hiyo ikabidi sasa wafanye kikao cha dharura. Swala la kumkamata Yesu na kumuua liwe la haraka. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mtu ambaye alipitia kitu kigumu kuliko wote. Kwa ajili ya mtu ambaye alipitia kitu kigumu. Kwa changamoto mara zote ni fursa za wewe kumuona Mungu kwa ukubwa. Ni fursa za wewe kumuona Mungu kwa ukubwa sana. Unajua Hana alikuwa ni mwanamke aliyedekezwa sana na mume wake. Alikuwa anapewa kila kitu anachotaka. Ile siku anaongea kuhusu mtoto, mume wake anamwambia, "Je, mimi si bora kuliko watoto 10?" Hivi ili uambiwe kwamba wewe ni bora kuliko watoto 10, utakuwa unapewa vitu kiasi gani? Hana alikuwa akiomba kitu kimoja anapewa 10. Anapewa 5. Wakienda kutoa sadaka Yerusalemu anapewa mara 2. Hivi katika hali kama hiyo ukiwa unapetiwa hivyo utakumbuka kweli kwamba una mtoto? Kwa Mungu sasa akamuinulia kichomi fulani kinaitwa Penina, kwa sababu kusudi la Mungu kwa Hana ilikuwa amlete Samueli. Hebu fikiria maisha bila Samueli yangekuwaje? Israeli bila Samueli ingekuwaje? Samueli alikuta Israeli iko juu ya mawe kiroho. Eli na watoto wake walikuwa wamefanya madudu ya kila aina. Taifa lilikuwa linaelekea pabaya. Nakumbuka Israeli yule ndo masalia ya Mungu kwa ajili ya kumleta Yesu Kristo. Kwa hiyo ilikuwa lazima kuwe na uamsho wa aina fulani unaoendelea katika Israeli. Ndio maana hata kipindi ambacho kilikuwa cha ukimya kabisa pale katikati ya Malaki na Mathayo, bado unakutana na watu kama kina Simeoni, unakutana na kina Ana, bado Mungu alikuwa amejisazia watu wa kuomba ili ile kusudi lake la Yesu Kristo kuja liweze kufanyika. Ili Yesu akija angalau apate mtu hekaluni wa kumpokea, mtu wa Mungu. Kwa
kipindi kile cha Eli hali ilikuwa mbaya, na kumbe muujiza wa Israeli ulikuwa kwenye tumbo la Hana ambalo lilikuwa tasa, na yeye kipindi chote anatendewa wema, anafanywa mazuri, anaenjoy. Alikuwa amejisahau kabisa, alikuwa hata hajui kinachoendelea. Samueli anakuja kwenye picha. Samueli ndio, ukiongelea kina Daudi unamwongelea Samueli. Ukiongelea uamsho uliodumu zaidi kwenye Biblia, uamsho ambao ulidumu zaidi katika Israeli kwa miaka mingi, ni uamsho ambao uliletwa na Samueli. Samueli aliishi karne ya 11 kabla ya Kristo, akaanzisha uamsho. Ule uamsho ulidumu hadi kipindi cha akina Elisha. Hiyo ni karne ya 9 kabla ya Yesu. Alianzisha uamsho ambao ulidumu miaka 200 na zaidi. Na huo uamsho ulidumu kwa sababu alianzisha vyuo vya manabii. Kwa wakawa wanafundishwa neno. Hakuna uamsho bila neno la Mungu. Sasa imagine hayo yote yalikuwa kwenye tumbo la Hana. Yalikuwa kwenye maumivu ya Hana. Kwa Mungu alipomuinua Penina, kila mara Hana anataka kumtuma mtoto kitu, anaambia mama, saizi mwanangu inabidi apumzike, zaa kwako mtume. Baadaye akaona hapana, akaamlilia Mungu. Akawa anaomba kama vile amelewa. Midomo inacheza, anaomba muda wote. Yaani kulikuwa kuna warrior fulani ambaye alikuwa ndani ya Hana. Kulikuwa kuna huyu mpambanaji, mwanamke fulani mpambanaji ambaye alikuwepo ndani ya Hana, lakini ilibidi maumivu ndio yamuamshe huyo mwanamke. Na kutia moyo na wewe, maumivu yako ya kuamshe huko ndani ulikolala. Amen. Maumivu yako ya kutoe kwenye kujisahau. Ya kutoa kwenye kujisahau, na wewe uliishi kusudi la Mungu kama ambavyo Hana alifanya. Unajua kwa miaka mingi sana, wakati mafarao walivyokuwa wanawapenda wana wa Israeli, wanawapa sehemu nzuri za kukaa, wanawapa kila walichotaka, hata hawakukumbuka kwamba wao inabidi warudi kwao. Lakini alipokuja Farao ambao hajui wala hajali, huyo ndio aliwapa maumivu hadi wakamlilia Mungu. Kitu cha kwanza Mungu anamwambia Musa baada ya kumtokea, anamwambia nimesikia nini? Nimesikia kicheko cha watu wangu. Nimesikia kilio. Hawa watu wamepitishwa kwenye maumivu hadi wamekumbuka kwamba wao ni wana wa Mungu. Na kuombea mwaka huu, usisubiri hadi maumivu ya kukumbushe kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Usisubiri hadi maumivu ya kukumbushe ujue kwamba kuna kufunga siku 21 na maombi yameanza leo. Usisubiri hadi uingie. Ujue kila mtu anaweza akaomba akiwa majaribuni, Lakini busara na hekima ni kufanya kama Yesu alichosema. Yesu alisema ombeni msije mkaingia majaribuni. Kwa hiyo unaweza ukaingia kwenye majaribu ndio uombe, lakini hiyo sio hekima. Yesu hasemi Bwana utuingize majaribuni afu ututoe. Anasema usituingize majaribuni. Ombeni msije mkaingia majaribuni. Kwa hiyo changamoto zinakuja wakati mwingine ili zikukumbushe kumtafuta Mungu. Ayubu 42 mstari wa 2. Ayubu 42 mstari wa 2. Ayubu anasema hivi. Anasema najua ya kuwa waweza mambo yote na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Huu ni moja kati ya ufunuo wa kina sana kwenye maandiko. Wakati tunazindua kitabu changu hiki cha Set Me on Fire, tulikuwa tumetamani kufanya mambo mengi kidogo. Tulikuwa tumetamani tutoe nakala nyingi. Tulikuwa tumetamani pia tufanye event, tulete watu pamoja, wawe na wakati mzuri. Kwa hiyo budget yake ilikuwa inakuja budget kubwa sana, ambayo tuliona ni kama vile ni vitu vingi kidogo hatutaweza kuvifanya. Kwa hiyo nikawa nimewaza labda tuipunguze. Yaani tubakishe budget tu ambayo mimi na mke wangu tunaiweza. Lakini asubuhi moja nikiwa ninaomba alfajiri, Mungu akanipeleka kwenye ile andiko. Akaniambia mimi ninaweza mambo yote na makusudi yangu hayawezi kuzuilika. Akaniambia kama mimi ndo nilikupa hilo wazo, mimi nitalifanya. Na kutokea kwenye ile andiko, Mungu akanipa mawazo, nikajaribu kufanya namna fulani ambayo nikawashirikisha tu rafiki zangu wachache kwamba bwana tunafikiria kufanya kitu fulani, na hata sikuwaambia wachangie au wafanyeje. Lakini wale tu rafiki zangu kama wachache hivi, kama ndani ya muda mfupi wakatoa 6,000,000. Iliyokuwa imebaki Mungu akatupa sisi kwa njia zingine tukaipata. Kwa hiyo andiko likawa ndo ufunguo wangu wa mimi kupata kile ambacho kilikuwa kiko mbele yangu kwenye kusudi la Mungu kwa wakati huo. Lakini unafikiri ili andiko, huu ufunuo huu, unafikiri Ayubu aliupata akiwa amekaa Mlimani City anakunywa kahawa? Unafikiri huu ufunuo Ayubu alikuwa amelipa gharama kiasi gani hadi kuupata huu ufunuo? Ayubu 42 ndio Ayubu ametoka kwenye mapito.
ametoka kufiwa na watoto wake wote, kupoteza mali zake zote, kuumwa, kila kitu kilikuwa kiko in shambles kwenye maisha yake. Akabaki yeye na Mungu. Unajua kuna muda ukibaki tu wewe na Mungu ndio unajua kumbe Mungu anatosha. Kumbe unaweza ukawa na Mungu tu afu ukawa sawa. Baada ya hapo, baada ya kupitia haya yote, Mungu akaja kumbariki tena zaidi. Ayubu anasema sasa ninajua. Now I know. Ninajua kwa uzoefu. Hili neno najua nyie ni watu wa neno, mchungaji wenu ni msomi, ni mtu wa neno sana. Kwa lazima niwapige Kiebrania kidogo kabla sijaondoka. Neno najua ni neno la Kiebrania yada. Y-A-D-A. Jina la mtoto hilo. Kama unakaribia kupata mtoto mwaka huu, unaweza kumuita Yada. Yada ni neno la Kiebrania linalomaanisha ninajua kwa uzoefu. Sio najua kwa kuambiwa. Unajua kuna muda unaweza ukawa unamsikia Mungu kwa watu. Unaishi una wokovu wa kumsikia Mungu kwa wazazi. Lakini Ayubu anasema kabla ya haya mapito yangu nilikuwa namjua Mungu kwa kumsikia. Lakini sasa hivi ninamjua kwa uzoefu kwamba Mungu anaweza mambo yote. Ninakuombea na wewe mwaka huu Mungu akutendee mambo ambayo yatakufanya umjue yeye mwenyewe kibinafsi. Useme kwa muujiza huu sasa hivi ninajua. Nilikuwa nasikia habari zako, lakini sasa hivi nimeona. Sasa hivi ninajua kwamba Mungu anaweza mambo yote na makusudi yake hayawezi kuzuilika. Sio kwamba hayajaribi, watu hawajaribu kuyazuia, wanajaribu. Lakini makusudi ya Mungu hayawezi kuzuilika. Kwa huu ufunuo wenyewe Ayubu aliupata akiwa kwenye maumivu. Alipata akiwa kwenye maumivu akajua. Kwa hiyo Mungu, mtu mmoja alisema Mungu huwa anaongea kwa kupaza sauti ukiwa kwenye maumivu. Alafu ukiwa kwenye hali ya furaha na nini anaongea kwa kunong'ona. Kwa ni kama vile ukiwa kwenye nyakati ngumu ndio unaweza ukaisikia sauti ya Mungu. Mungu anaongea na megaphone kabisa, anakuongelesha kwa nguvu. Kwa kuna muda mapito wala yasiku, kuna kipindi cha kupita, si ndio? Hadi Biblia inasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Utakapopita katika moto, mwali wa moto hautakuchoma. Kwa hiyo inawezekana saa hizi unapita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Lakini niko hapa nikutie moyo kwamba hapo unapita. Biblia haisemi utakapokufa katika bonde la uvuli wa mauti. Huwa hatuendi kwenye bonde la uvuli wa mauti kufa. Sisi watu wa Mungu huwa tunapita. Kwa kuna kipindi cha kupita, na kama unapita leo nimekuja nikutoe kwa neno la Bwana katika jina la Yesu. Bwana anakutoa kwenye hilo bonde kwa sababu hakuruhusu uingie hapo ili ukae milele, wala hakuruhusu uingie hapo ili ufe. Bwana anakutoa kwenye bonde la uvuli wa mauti. Kwa kuna kipindi cha kupita. Nyakati za kupita zipo. Ukipita kwenye majaribu usitake kumwacha Yesu. Changamoto ni sehemu. Kuokoka sio kwamba itatufanya tuzipige changamoto marufuku. Wiki hii pastor nilikuwa naongea naye kuhusu changamoto ambayo imempata kaka yetu. Nikawa najaribu kupata picha itakuwa ni yani yeye aliyeumia kwake ni changamoto, lakini hata kwa ndugu zake pia. Kwa ndugu zake pia ni taarifa ya kushtusha, inabadilisha ratiba zote, inaleta hali fulani. Hayo ni mapito. Hayo ni mapito, lakini Mungu anatuambia kwamba tunapita katika hayo yote. Kwa changamoto mwaka huu zisikutoe kwenye reli. Hebu mwambie mwenzako changamoto zisikutoe kwenye reli. Yaani unajua Mkristo wa kweli unatakiwa uwe ni mtu ambaye yani shetani anaweza akakurushia chochote na uko sawa. Hakushtui, yani vitu vidogo vidogo havikushtui. Havikufanyi uanze kujiuliza kwamba hivi kweli Mungu yupo. Unajua kuna mtu akipata changamoto moja tu anasahau neno lote ambalo mchungaji amekuwa akimhubiria kwa miaka yote. Anasahau kila kitu, anataka kuanza upya. Sasa huyo asiwe wewe katika jina la Yesu. Asiwe wewe katika jina la Yesu. Kitu cha pili ambacho nataka kuongea kuhusu maombi. Kuhusu maombi. Zaburi 118 mstari wa 5. Zaburi 118 mstari wa 5 nikiwa namalizia hii point yangu ya kwanza. Mtunga Zaburi anasema, katika shida yangu nalimwita Bwana, Bwana akanijibu akaniweka panapo nafasi. Yaani kwa mtunga Zaburi shida zilikuwa ni fursa ya kumwita Bwana. Kulikuwa kuna nafasi iko mahali fulani, lakini shida zilipokuja ndio zilimfanya akamwita Bwana, afu Bwana akamweka kwenye hiyo nafasi. Kwa changamoto ziwe ni fursa ya wewe kumkaribia Mungu zaidi. Binafsi ninaamini kwamba moja ya vitu ambavyo vimenisaidia sasa hivi nikiangalia nyuma, moja ya vitu ambavyo vimenisaidia sana kwenda mbele kwa haraka, kiufahamu, kukua, vilivyonisaidia kukua kwa haraka, vilivyonisaidia pia kwenda mbele kwa haraka,
ni kwa sababu Mungu aliwachukua wazazi wangu nikiwa mdogo. Sio mdogo sana, lakini baba yangu alifariki niko form 6, mama yangu akafariki miaka 3 baada ya hapo. Nikiwa chuo kikuu mwaka wa pili. Na mimi peke yangu ndio nilikuwa nimebaki nyumbani ambaye sijaoa. Ndugu zangu washaoa na kuolewa, washaondoka. Kwa mara ya kwanza nikawa sina nyumbani pa kwenda. Yaani tunafika likizo na waza naenda wapi? Nyumbani kwetu hakuna mtu. Naweza kwenda kwa kaka zangu, kwa dada zangu, lakini nyumbani kwenu ni kwenu bado. Kwa hiyo sina nyumbani pa kwenda. Lakini mojawapo kati ya vitu ambavyo vilitokea ile siku pale wakati tunamuaga mama pale. Wakati nimesimama pale ninalia, nikawa nimemuuliza Mungu, sasa Mungu, yaani umemchukua na mama naye sasa itakuwaje? Nani ambaye atakuwepo kwa ajili yangu? Ile siku pale nilisikia sauti ya Mungu. Mungu aliniambia mimi nitakuwepo kwa ajili yako. Na kuanzia pale sio mara moja, sio mara mbili. Kuna kitu kinafanyika, kinatokea, najua kabisa huyu ni Mungu. Alafu Mungu ananiambia unakumbuka? Nilikwambia nitakuwepo, nipo sasa. Nipo kwa ajili yako. Lakini kuanzia pale pia hata namna yangu ya kufikiri ilibadilika. Mimi nilioa nikiwa mwanafunzi. Yaani nimemaliza law school leo, hata matokeo hayajatoka nikawa nimeshaoa. Kwa nini? Kwa sababu niliona mimi sina muda tena yani wa kuishi luxury kama za kijana mwenye wazazi. Mimi sina wazazi, inabidi saizi akili yangu ikue. Nianze kuwaza familia, nianze kuwaza majukumu, niwe serious na maisha kwa sababu sina baba wa kumlilia tena. Sina sehemu ya kwenda kutia huruma tena. Kwa hiyo hayo majaribu, unajua kwa nini Paulo anasema ilikuwa vizuri kwangu kwamba niliteswa? Kuna muda mateso yanakufanya akili yako iamke, ifanye kazi, ufikirie. Ufikirie. Kwa hiyo maumivu pia kuna muda yana nafasi. Kitu cha pili nataka tuongee kuhusu maombi. Biblia inasema huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli. Unajua mchungaji, ni jambo moja kuamini kwenye maombi. Na jambo la pili ni jambo tofauti kuomba. Ni jambo tofauti kuomba. Yabesi hakuamini tu kwenye maombi. Yabesi aliomba. Na aliomba kwa shauku kama Mpentekoste. Biblia inasema huyo Yabesi akamlilia Mungu. Sio kuomba tu. Unajua kuna maombi yale ya mtu ambaye mambo yake yanaenda vizuri. Anaomba huko ameweka mkono mfukoni, akitembea kidogo anakunywa maji, anaangalia nje, anatoa simu anaangalia. Anaomba kwa Kiingereza vingi. Lakini kama wewe issue zako zimekwama kama Yabesi, wewe unapata wapi muda wa kuongea Kiingereza? Kiingereza kwanza hakitakuja. Kwa hiyo nakutia moyo pia kwenye haya maombi ya siku 21 yanayokuja. Kama mambo yako yamekwama, omba kama mtu ambaye mambo yake yamekwama. Yaani hata Mungu akikuangalia hivi ndio kabisa huyu mtu anataka mpenyo. Kuna vitu ili viondoke, ili vifunjike, lazima uonekane. Unajua Biblia inasema maombi ya mwenye haki yanafaa sana. Akiomba kwa nini? Kwa bidii. Yaani kuna passion fulani ambayo unatakiwa uombe kwayo. Kwa hiyo Yabesi aliomba. Yabesi alimuita Mungu. Biblia inasema mwatamani, hiyo ni Yakobo 4 mstari wa 2 na wa 3. Inasema mwatamani wala hamna kitu. Mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Yaani asilimia kubwa ya vitu ambavyo havijatokea kwenye maisha yako havijatokea kwa sababu huombi. Kwa sababu maombi yako ni machache sana. Mama yangu alivyofariki kipindi hicho, Mungu aliongea na kiongozi wangu mmoja wa fellowship nilipokuepo kule chuo kikuu cha Dar es Salaam. Akamwambia aje aniambie kwamba mambo yangu yalikuwa yanaenda kirahisi sana kwa sababu mama alikuwa ananiombea sana. Akaniambia sasa Mungu anasema mama yako ameenda kuwa na Bwana, uanze kuomba mwenyewe. Na wakati ananiambia hivyo, mimi nilikuwa ni katibu wa fellowship ya watu zaidi ya 300. Mimi nilikuwa niko kwenye kikundi cha waombaji. Sasa nikasema jamani, maombi gani tena hayo unatakiwa niombe? Lakini ujumbe nilioupata ni kwamba uwekezaji wa yule mwanamke wa Mungu yule ulikuwa ni mkubwa sana ukilinganisha na maombi yangu niliyokuwa ninaomba. Kipindi hicho nilikuwa ninaomba maombi ya kujisikia. Kuna muda kukiwa kuna hali ya hewa nzuri naweza nikaamka asubuhi niende kuomba, lakini siku kuna manyunyu. Sema nitaomba kesho, nao ni siku, si ndio? Ndio misemo yetu ya Kiswahili. Kesho nao ni siku. Leo sio mwisho wa kuomba. Tutaomba kesho. Nikiwa najisikia naweza nikafunga. Lakini nikiona vipi shule ngumu, mambo mengi, tutafunga wiki. Kwani wiki ijayo kuna mfungo pia? Tutafunga. Kwa Mungu ananiambia kwa hii style yako hii hautoboi. Wewe ulikuwa unabebwa na mama yako. Yaani ni kama vile nataka kwenda kununua simu,
labda ya milioni 2, alafu mama ameshaenda kulipa milioni 1.8, mimi sijui, nafika pale na 200,000 yangu naondoka na iPhone. Alafu nakwambia mimi na simu, siku hizi simu ni bei ndogo sana, zimepungua, zinauzwa 200,000. Sijui kuna milioni na 800,000 kule ambao mimi sioni. Na uzuri mama alikuwa akiomba wala haniambii kwamba nakuombea. Kwa nini kwa sio na nini nampigia mama mitihani imekaribia na nini? Anaambia usijali mwanangu. Baada ya mama kufariki ndio nikaenda sasa kuambiwa mambo aliyokuwa yanaendelea. Nikaambiwa mama kipindi kile cha mwisho cha maisha yake alikuwa anaomba siku nzima. Yaani anajifungia ndani, anaumwa ni kweli, na kitu pekee anachofanya ni kuomba. Maombi. Maombi. Asilimia kubwa ya vitu ambavyo havijatokea kwenye maisha yako havijatokea kwa sababu huombi. Na hayo maombi ambayo unaomba basi yenyewe hayatoshi. Unakutia moyo hizi siku 21. Hebu zichukue kama mtu ambaye anatamani kuinuka na kuangaza. Hivi unafikiri kuinuka na kuangaza ni kitu kirahisi? Ingekuwa rahisi sisi wote tungekuwa tumeshainuka na kuangaza, si ndio? Ingekuwa tunainuka na kuangaza kwa kuja kanisani Jumapili tu. Mbona sisi wote usingetukuta hapa? Lakini kuna uwekezaji unatakiwa. Kuna sacrifice, kuna kujitoa ambako kunatakiwa. Na hiyo sacrifice inaanzia kwenye maombi. Na kwa taarifa yako, kwenye hiki kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 1, mtu wa kwanza kuomba kwenye hiki kitabu ni Yabesi. Kwa mara ya kwanza maombi yanatajwa kwenye hiki kitabu, yalikuwa yanatajwa wakati Yabesi anaandikwa habari zake. Mtu wa kwanza hata kulitaja jina la Bwana. Jina la Bwana linatajwa kwa mara ya kwanza kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza, wakati story inamuongelea Yabesi. Kwa mtu ambaye alikuwa na hali mbaya kuliko yote, ndio mtu ambaye alimpa Mungu utukufu wa kwanza kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati. Ninakuombea na wewe siku ya leo upokee huo upako. Wewe utakuwa ni mtu wa kwanza kufanya vitu vikubwa kwenye familia na ukoo wenu. Kuna vitu utafanya wewe, utakuwa kama mtu fulani ambaye aliingia hapo akageuza mchezo. Ushai kuona timu ya mpira imezidiwa, kila muda wanashambuliwa wao tu, halafu wakaingiza mchezaji fulani katikati pale. Ukashangaa kwanza kila mtu ametulia. Kila mtu ameanza kucheza vizuri. Ukashangaa hata na magoli pia yameanza kutafutwa, kwa sababu unajua huwezi kufunga magoli kama muda wote wewe ndio unashambuliwa. Kwa hata mastriker wanakuwa ni mzigo. Unajua kuona timu inaondoa washambuliaji inaingiza mabeki, kwa sababu wameona hawana kazi. Lakini wewe utakuwa ni mtu ambaye ukiingia katikati unakuwa kama Yabesi. Kila kitu ambacho kimekuzunguka kina improve. Huko ndo kuinuka na kuangaza. Watu watasema jamani, huko wetu ulikuwaga unaendaenda tu. Hadi watoto wa dada yetu fulani huko Soweto Moshi walipoanza kusoma wakafika chuo kikuu, hao ndo waliobadilisha huu ukoo na familia. Hadi dada yetu au kaka yetu fulani mmoja huyo ameokoka. Huyo ndo alikuwa wa kwanza kufanya mambo ya maana kwenye huu ukoo. Huko ndo kuinuka na kuangaza, ndugu zangu. Huko ndo kuwa nuru, ndo kuwa chumvi. Unakuwa sababu ya watu kumjua Mungu na kumpa Mungu utukufu. Hicho ndo kilichotokea kwa Yabesi. Yabesi alikuwa ni mtu aliyebadilisha mchezo. He was a game changer. Alikuja hali ikiwa mbaya, lakini hakukubali. Unajua, nafikiri ni Bill Gates alisema ukizaliwa maskini sio kosa lako, lakini ukifa maskini hilo ni kosa lako. Na ukishafikisha miaka 30 huwezi kuanza kuongea kuhusu bwana mimi nimetokea familia ambayo mambo yetu hayakuwa vizuri, background yangu sio nzuri. Anasema ukifika miaka 30 wewe ndio unakuwa ndio background sasa. Kwa hiyo yani watu kama una background nzuri wewe ushakuwa background size. Kwa kuwa background nzuri sasa. Kwa hiyo ili tuweze kuinuka lazima tuweke kando visingizio. Kwa na Yabesi Biblia haituambii kwamba aliomba muda gani. Haisemi kama aliomba siku 2 au 3 au aliomba mwaka au miaka au mwezi. Lakini Biblia inatuambia kitu kimoja. Yabesi aliomba hadi pale Bwana alipojitokeza. Niko hapa pia nikutie moyo. Inawezekana kuna jambo ambalo umekuwa ukiliombea kwa muda mrefu. Lakini kama bado Bwana hajafanya, maana yake bado ni muda wa kuomba. Huwa hatuombi afu tukafika katikati tukaacha. Huwa tunaomba hadi Bwana ajitokeze. Huwa tunaomba hadi Bwana ajitokeze. Biblia inaongea kuhusu mtu anaitwa Nehemia. Nehemia alipata taarifa kwenye Nehemia sura ya 1 pale. Alipata taarifa kwamba mji wa Yerusalemu umechoma moto, kuta zake zimeanguka na uko katika hali ya ukiwa. Biblia inasema baada ya Nehemia kupata ile taarifa, huo ulikuwa ni mwezi wa Kiyahudi unaitwa mwezi wa Kislevu. Kislevu kama hivyo inavyoandikwa kwa Kiswahili. Mwezi wa Kislevu kwenye miezi yetu ya kawaida huo ni mwezi wa 12.
Nehemia akapewa hiyo taarifa. Biblia inasema Nehemia aliomba na kufunga hadi mwezi unaitwa mwezi wa Nisani. Mwezi wa Nisani, Nisani ya kawaida hiyo ya Kiswahili. Kwa Kiebrania huo ni mwezi wa 3. Kwa hiyo Nehemia alifunga na kuomba kwa miezi 4 kabla hajapewa ruhusa na mfalme ya kuondoka. Malaika wa Bwana anamtokea Danieli, anamwambia kuanzia siku ya kwanza ulipoanza kuomba, tayari huko mbinguni majibu yalikuwa yameshaachiliwa. Lakini Danieli hakuomba siku moja akaacha, aliendelea kuomba hadi malaika alipofika siku 21 baadaye. Kwa hiyo nakutia moyo na wewe, imani ni kuendelea kuomba. Unajua kuna muda sio imani, sio kuomba vitu vikatokea hapo hapo mara zote. Kuna muda ni imani ni kwamba unaomba vitu havijatokea na unaendelea kuomba. Hiyo ndio imani pia. Biblia inasema kwenye Luka 18 mstari wa kwanza. Luka 18 mstari wa kwanza, Biblia inasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akawaambia mfano kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku ngapi? Siku zote wala wasikate tamaa. Unajua hapa Yesu alikuwa anaongelea nini? Hapo ni mfano wa yule mwanamke yule aliyekuwa anamwendea kadhi dhalimu. Anagonga, anaenda siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, huyu mwanamke yupo. Baadaye yule kadhi akasema hapana, sasa hii ni kero. Ngoja tu nimalizane na huyu mwanamke asije akanichosha kwa kunijia sana. Lakini alikuwa persistent. Muda mwingine imani ni kuendelea kufanya. Labda mtoto umemuombea, alikuwa tu anakunywa pombe, umeomba ukapata taarifa kwamba saizi anavuta na bangi. Imani sio kuacha kwamba jamani hali imekuwa mbaya sasa mimi sitaomba tena, unaendelea kuomba. Unapata taarifa jamani saizi ameanza kutumia na madawa, unaendelea kuomba. Yaani hiyo taarifa inakuongezea petroli kwenye moto. Hiyo ndio imani. Unajua mchungaji, tumekuwa na Wakristo wadhaifu sana. Yaani mtu anaomba, halafu Mungu akijibu sasa ndo hadi anashangaa, kumbe Mungu anajibu. Yaani alikuwa anaomba tu wala hata hakuwa anatarajia kwamba Mungu atajibu. Lakini imani ni kuamini. Yaani unaamini kwamba Mungu atafanya kiasi kwamba hata asipofanya unaendelea. Sababu unajua ni swala la wakati tu. Bwana atafanya. Bwana atafanya. Biblia inasema kwenye mstari wa 7 hiyo Luka 18. Baada ya Yesu kumaliza kuongea mfano wa huyu mwanamke, anasema na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Mwaka huu Bwana atakupatia haki yako katika jina la Yesu. Biblia inasema naye ni mvumilivu kwao, na waambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Imani anayoiongelea Yesu ni ipi hapa? Kwamba kuna asilimia kubwa ya watu kabla Mungu hajajibu wanakuwa wameshaacha kuomba. Yaani ameanza kuomba tu sasa hivi, wakati maombi yanawekwa sawa, majibu yanakuja. Mungu akija anamkuta mtu yuko kwenye marejesho yake ya vikoba huko, ameshaacha kila kitu. Ombaomba mmoja aligonga kwenye dirisha la mchungaji fulani ninayemfahamu. Sasa dirisha ni tinted ile. Kwa amegonga pale mara kwanza ilikuwa ni kwenye mataa. Amegonga pale mara ya pili. Sasa yule mchungaji akajisikia moyoni, bwana, hebu ngoja nimpe huyu mtu kitu kizuri. Nimpe kitu kizuri. Kwa akawa sasa ameinama huko anatafuta kiasi fulani kizuri cha hela aweze kumbariki huyu mtu wa Mungu. Amekuja kuamka huko, mtu ashaondoka, yuko anagonga kwenye magari kule mbele. Yaani amegonga mara 2, ameona huyu jamaa hamna kitu hapa, ameondoka. Mara nyingi hata sisi mbele za Mungu tuko hivyo. Biblia inasema bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kama mlango haujafunguka bado, maana yake ni muda wa kuendelea kubisha. Sio unagonga mara 2 wakati Mungu anakuandalia package yako, anakuja anakuta umeshaondoka. Kwa Yesu imani anayoiongelea, anayosema kwamba akija je ataikuta, ni yeye mwenyewe anauliza. Je, akija atakuta mtu ambaye anaendelea kuomba hata kama hajaona majibu bado anaendelea? Maana hiyo ndio imani. Imani ni kuendelea. Kuna muda imani ni kuendelea tu kuomba. Imani ni kuendelea kukaa mbele za Bwana hadi pale Bwana atakapokuja. Na wafahamu watu ambao, wakina mama ambao waliwaombea watoto wao kwa miaka na miaka hadi wale wamama wakaja kufa kabla watoto wao hawajabadilika. Lakini wale watoto walipokuja kubadilika wakaja kuwa watu waliopindua ulimwengu. Kwa ukitaka kila unachokiombea ukione ukiwa hai, utakuwa mtu unayeishi mwilini. Utakuwa mtu wa mwilini. Yaani unatakiwa wewe unamwamini Mungu anayejibu maombi kiasi kwamba hata mwambie Mungu, hata usipoishi kuona hiki kitu, siwezi kuacha kuomba na siwezi kuacha kuamini kwamba wewe ni Mungu unayejibu. Imani ni kudumu. Biblia inasema kwenye Warumi 12 mstari wa 12, katika tumaini mkifurahi, katika dhiki mkisubiri,
na katika kuomba mkidumu. Biblia inataka tudumu katika kuomba. Na unajua kazi ya maombi sio tu kumwomba vitu Mungu vitu akupe. Maombi kabla hajambadilisha Mungu yanakubadilisha wewe. Na kimsingi Mungu anataka tu wewe ubadilike. Kwa kuna vitu unaviomba Mungu anataka tu ukae mbele zake vya kutosha akutengeneze kiasi kwamba anapoleta hilo jibu basi uwe tayari kulipokea. Kwa unavyoenda mbele za Mungu usifikiri tu ni kwenda kumtwist Mungu mkono hadi umshinde. Kwenda kumlazimisha afanye unachotaka. Kuna muda unavyoenda mbele za Mungu unatakiwa uende ukiwa unaambia Mungu niko hapa. Yaani wewe unataka kufanya nini na maisha yangu? Mkristo ambaye ni Mkristo aliyekomaa sio mara zote utaenda mbele za Mungu ukiwa na mahitaji. Asilimia kubwa ya maombi ya Mkristo anatakiwa aende mbele za Mungu kwenda kuchukua na fellowship na Mungu. Mahitaji yako unayachomekea tu kwa katikati huko. Unajua Yesu, asilimia kubwa ya maombi ya Yesu yale ya hadharani alikuwa anatamka tu vitu. Lazaro njoo huku. Nataka takasika, alikuwa anatamka tu. Lakini maombi yake ya sirini ndio alikuwa anaomba kwa muda mrefu. Kwa nakutia moyo pia katika mwaka huu wa kuinuka na kuangaza, uongeze muda wako wa kukaa mbele za Mungu. Uongeze muda wako wa kukaa mbele za Mungu. Yaani hatua zako za maisha unatakiwa uweze kuzitrace kutokea kwenye madhabahu yako ya maombi. Usiwe na hatua yoyote ya maisha ambayo umeipiga kwa juhudi zako, hata kama una hela, hata kama una akili. Usije ukajizoesha kufanikiwa bila Mungu. Kwa sababu hapo unajifundisha kiburi. Hata kama una akili kiasi gani. Usije ukasoma shule ukafaulu mitihani bila kuomba. Kwa sababu wewe unaweza ukafikiri ni kwa sababu una akili, lakini unajifunza pia. Unajifunza kwamba kumbe unaweza tu ukafanya vitu ukafanikiwa bila kumhusisha Mungu. Kwa hatua zako za maisha, hatua yoyote ninayoigusa kwenye maisha yako uweze kuniambia kwamba ulimtafuta lini Mungu akakusaidia kwenye hicho kitu. Hatua zako uweze kuzitrace kutokea kwenye madhabahu ya maombi. Na hicho ndicho ambacho Mungu anakitaka, ndio ambacho Mungu anakitaka kutoka kwenye maisha yetu. Jambo moja liko wazi sana kwenye maisha ya Yabesi. Kwa mfano ungeenda kwenye maisha ya Yabesi angeweza kukuambia kwamba Bwana, mimi maisha yangu yalikuwa hayana mwelekeo, nikamtafuta Bwana. Maisha yangu yalikuwa hayaeleweki, lakini mchungaji akatangaza siku 21 za mfungo, nikafunga, nikamtafuta Bwana, nikamwambia Bwana, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kuipanua hozi yangu ili isiwe kwa huzuni yangu, halafu Bwana akanipa yale niliyomuomba. Yabesi angeweza kukuambia hivi. Familia yangu mambo yetu yalikuwa hayaendi vizuri, nikamtafuta Bwana, Bwana akanitokea. Shule yangu ilikuwa haiendi vizuri, uchumi wangu ulikuwa hauendi vizuri, maisha yangu ya kiroho yalikuwa hayaendi vizuri, nikamtafuta Bwana, Bwana akanitokea. Hayo ndio yanatakiwa yawe ndio mazungumzo yako. Ndio Biblia inasema shuhuda za Bwana ni urithi wetu. Yaani moja ya vitu ambavyo unataka ukutana navyo mtu akiwa anaongea na wewe, awe tu ani kuanzia asubuhi hadi jioni unampiga shuhuda za Bwana kwenye maisha yako wewe binafsi. Kwamba kuna kipindi fulani nilikuwa napitia 1 2 3 lakini Bwana. Yaani hiyo sentensi ya lakini Bwana inatakiwa ndio kiunganishi chako. Kiunganishi cha Mkristo sio kusema mwanangu kila saa. Lakini mwanangu pale unatakiwa kusema lakini Bwana. Lakini Bwana akanitokea. Kwa kitu ambacho ni kiko dhahiri sana kwenye maisha ya Yabesi ni ukweli kwamba mambo hapa duniani huwa hayatokei tu. Mambo hapa duniani huwa hayatokei tu. Mambo hapa duniani huwa yanafanywa yatokee. Yaani Yabesi asingeomba, hakuna ambacho kingebadilika kwenye maisha yake. Unafikiri Mungu alikuwa hampendi? Mungu alikuwa hajui kwamba Yabesi ana shida? Je, kuna mtu haombi anasema mimi Mungu anajua kwamba nina shida? Kwani haoni? Mungu ameweka hapa duniani mambo yafanyike kwa kanuni, na mojawapo kati ya kanuni ambazo Mungu ameziweka, Mungu atajishughulisha na maisha yako ukimwambia ajishughulishe nayo. Unajua Mungu alituumba akatupa uhuru pia wa kufanya chaguzi. Mojawapo kati ya uchaguzi ambao Mungu alitupa uhuru wa kufanya ni sisi kumruhusu waingilie maisha yetu au asiingilie. Wewe unamruhusu vipi Mungu aingilie maisha yako? Unamruhusu kupitia maombi. Ukiomba unakuwa ni ishara ya unyenyekevu. Biblia inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watafanyaje? Watajinyenyekeza na kufanyaje?
na kuomba na kunitafuta uso. Maombi ni ishara ya unyenyekevu, ni ishara ya kumwambia Mungu, nimeona kwamba siwezi mimi mwenyewe, na kwa sababu hiyo ninakuruhusu sasa uje uingilie kati kwenye maisha yangu. Mungu hata siku moja hatavunja mlango kwenye maisha yako aingie kwa nguvu. Ukimwacha nje atabaki. Unafikiri kwa nini Biblia inasema, Yesu anasema nimesimama nabisha? Unakumbuka Ufunuo? Nimesimama nabisha, mtu akifungua nitaingia kwake. Huyu Yesu ambaye ndo kila kitu, ndo muumbaji wa kila kitu, mbona anaongea kwa unyenyekevu sana? Kwa nini havunji mlango wakati mlango wenyewe ndo ameuumba? Anabisha kwa sababu anaheshimu uhuru wa kuchagua aliyokupa. Kwa maombi ni namna ya kumruhusu Mungu ashughulike na maisha yako, na ukimruhusu Mungu atashughulika. Na kitu cha pili ambacho Yabesi anaonyesha kupitia maombi ni kwamba mambo huwa yanatokea kwenye ulimwengu wa roho muda mrefu kabla hayajatokea kwenye ulimwengu wa mwili. Yaani maisha tunayaishi rohoni. Hapa duniani kinachofanyika ni marudio tu. Kwenye ulimwengu wa kiroho wa kweli wa Mungu na hata wa shetani pia. Unafikiri kwa nini watu wanaenda kwa waganga na wanafanikiwa? Kwa sababu maisha tunayaishi rohoni. Kwa kuna vitu vikifanyika rohoni huko mwilini vinatokea. Sasa na kwa wewe pia mtu wa Mungu, wewe una nafasi kubwa zaidi, kwa sababu ukibadilisha vitu rohoni kupitia maombi, huko kwenye ulimwengu wa mwili kutafuata tu. Ulimwengu wa kiroho ni superior kwa ulimwengu wa kimwili. Yaani ulimwengu wa kimwili hauwezi ukazuia kitu ambacho kimeshafanyika rohoni. Kwa na wewe vitu vyako ukivimaliza kwenye maombi, ukija huko kwenye ulimwengu wa mwili utakuwa unagusa tu na vitu vinaenda. Kwa nini? Kwa sababu mipenyo huwa inatokea rohoni kabla haijatokea mwilini. Ulimwengu wa roho ni halisi. Ulimwengu ni wa roho ni halisi kuliko hata ulimwengu wa mwili unaouona. Je, Biblia inasema Mungu ni roho? Hivyo nafikiri Mungu atakuwa yeye ni roho afu anakaa kwenye ulimwengu ambao sio halisi kuliko huu ambao ametutengenezea sisi tukae. Kwa ulimwengu wa roho ni halisi pia. Ukishaweka mambo sawa rohoni, huku mwilini pia mambo yatafuata, yatakaa sawa. Yatakaa sawa. Nataka niende niongelee kuhusu mipaka alafu nimalize. Yabesi anamwambia Mungu, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kuipanua mipaka yangu. Hebu sema na kuipanua mipaka yangu. Unajua kuna mipaka kwenye kila eneo la maisha. Hapa duniani utakutana na mipaka kila mahali. Yaani nyumbani kwako ukinunua kiwanja utakutana na mipaka. Ukisoma statistics, ukisoma takwimu za maisha utakutana na kitu kinaitwa life expectancy. Na unafikiri hiyo ni nini hiyo? Huo ni mpaka wa uhai. Mnaambia jamani, nyewe Afrika kwa wastani huwa mnaishi miaka 58. Huo ni nini huo? Ni mpaka, na wewe unausoma unauamini. Na kwa sababu imani ni matendo, unaanza kuishi kwa namna ambayo utakufa ukiwa na miaka 58. Kwa sababu umesoma mpaka ukaukubali. Kwa kuna mipaka kwenye kila eneo la maisha. Kuna mpaka hadi kwenye nguvu ya Mungu ambayo tunatembea nayo. Hivi unajua asilimia kubwa ukisoma historia ya uamsho, unafikiri kwa nini Nigeria wana neema sana kwenye kufufua wafu, kwenye matendo makubwa ya miujiza? Ni kwa sababu asilimia kubwa ya watu wanaofanya hayo mambo walishai kuyaona. Yaani kuna mababa wa imani kina Idahosa walishai kuishi wakafanya miujiza ya hatari, kwa watu wakaondoa mipaka kwenye fahamu zao. Kwa ikawa rahisi kumwamini Mungu kwa mambo makubwa. Na mimi ninakuombea kwamba kuna mipaka ambayo watu wataanza kumwamini Mungu baada ya kuiona imeondoka kwako katika jina la Yesu. Watu walikuwa wanajua wao ni kuishi maisha ya kushindwa tu. Hapa kwetu hakuna mtu ameshaye kufika chuo kikuu, hakuna mtu ameshaye kufanikiwa akajenga, hakuna mtu ameshaye kuwa na maisha mazuri, hakuna mtu ameshaye kuweka mkono juu ya mgonjwa akapata afya. Lakini itakuwa rahisi kwa watoto wako kuamini kwa sababu watakuwa wameona kwako. Unajua mimi ni ngumu sana, mimi siwezi kuishi bila miujiza. Yaani nyumbani kwangu siwezi kuishi bila miujiza. Jana tu wenyewe wakati nakuja kuhubiri hapa, mwanangu wa kiume alikuwa ameanguka akagonga jino. Kwa hiyo likawa limekufa. Tukaenda tukamfanyia root canal na nini. Kwa kabla tulijua kwamba limepata shida baada ya kuwa limetoa kipele kwa juu. Kwa hiyo tukampeleka akafanyiwa hiyo akarekebisha. Daktari akasema sasa yuko sawa.
lakini kile kipele kikirudi, mjue kwamba tayari shida imerudi. Kwa juzi usiku niko hotelini najiandaa na jana, mke wangu akanipigia akaniambia kile kipele kimerudi. Kwa kesho tumeweka appointment tukamwone daktari. Hata sikuomba, lakini yeye alivyonipigia nilisikia sauti yake, anaonekana alikuwa ametoka kuomba. Asubuhi ananiambia tumefika kwa daktari, kile kipele kimepotea na jino liko sawa. Sasa mimi hapa nimekulia kwenye mazingira ya miujiza. Yaani wakati nakuwa, wazazi wangu hawakuwa hata wana elimu hivyo, walikuwa tu wa Tanzania wa kawaida, lakini walikuwa na Yesu mwingi. Nyumbani kwetu ilikuwa ni sehemu ya miujiza. Yaani hata majirani zetu wanajua kwamba hapa this is the atmosphere of miracles. Yaani kubali si mtu anaumwa kumkimbiza hospitali, ilikuwa tunaomba kwanza. Kama utakufa wakati tunaomba basi sawa. Hata hospitali tungekuwa hatujafika. Lakini cha kwanza ni maombi. Ni miujiza, ni matendo makuu ya Mungu. Kwa kuna mpaka fulani ulishaondolewa. Kwa nikifika mahali ukaniambia kwamba miujiza si nini, naona tu tayari wewe una limitation kwenye ufahamu wako. Kwa kuna vitu inabidi watu waone ili waweze kuamini. Siku moja nikaamka asubuhi nikakuta wanangu mmoja na miaka 6 mwingine 3, walikuwa wameangalia jinsi ambavyo Yesu amemfufua Lazaro kwenye katuni. Wameangalia muda mrefu hadi nikakuta wanacheza mchezo sasa wa kufufuana. Yaani mmoja anajifanya amekufa, mwingine anamwambia Lazarus come forth. Nikasema hii ndio ninayotaka kuona sasa hii. Hiki ndio ninachotaka kuona. Tuwe na namna fulani tumeondoa mipaka hata ya kuona utendaji wa Mungu kwenye fahamu zetu. Uweze kumwamini Mungu kwa mambo makubwa. Uweze kumwamini. Inawezekana huna reference yoyote, lakini leo ninakupa reference ya maandiko. Mwambie Mungu na kuamini kwa vitu vikubwa kwa sababu neno lako limesema. Kwa sababu ya Yabesi aliamini na ukafanya. Kwa hiyo kuna mipaka kwenye kila eneo la maisha. Umeshawahi kuona, na hata tafiti zinaonyesha, ikitokea mtoto wa kwanza amefika chuo kikuu, itakuwa rahisi sana kwa wadogo zake kwenda chuo kikuu. Hujashuhudia hicho? Au inawezekana wale mtoto anayeenda chuo kikuu labda ni 5. Wewe kawaangalie wale wa chini yake. Itakuwa rahisi sana kwao kwenda chuo kikuu. Itakuwa rahisi. Kuna kipindi mimi nilikuwa nikifanya ujinga. Kaka zangu 3 walikuwa wananiita tu, wananiambia hivi, katika sisi wote hapa wewe unamuiga nani hapa? Unafikiri nani yuko kama wewe? Au baba ananiita ananiambia, sasa bwana, kwa sababu wewe hutaki kusoma, mimi nafikiri wewe ujiandae tu, utakuwa unawatumikia ndugu zako. Nafikiri nikitoka hapo naenda kulala. Hasira, yaani nimeona, sio kitu cha kuambiwa, nimeona. Mipaka, kuna mipaka kila mahali kwenye maisha. Na namna ya Yabesi pia alikuja akakutana na mipaka. Alikuja akakuta ardhi imeshapimwa. Hii ardhi ambayo Yabesi anataka kuongezewa, hii ardhi ilikuwaga haiongezwi kirahisi. Hii mipaka aliweka Yoshua kipindi anagawa nchi. Ile nchi ya Kanaani ndio aliweka hii mipaka. Lakini kwa sababu Yabesi alikuwa na shauku, alikuwa anataka kumuona Mungu kwa namna ya ajabu, alisema siwezi kukubaliana na hii mipaka niliyokuta. Inawezekana na wewe umekuja umezaliwa tu, ukajikuta umezaliwa kwenye familia ambayo ina mipaka ya kila aina. Changamoto yangu ya kwanza ninayokupa leo, hiyo mipaka usiikubali. Hiyo mipaka usiikubali, na sehemu ya kwanza ya kupambana nayo ni kwenye ulimwengu wa roho. Mipaka ikipanuka kwenye ulimwengu wa roho, itapanuka kwenye ulimwengu wa mwili. Unajua shida pia tunafundishwa sana kuheshimu mipaka. Tangu unazaliwa unaambia jamani, hapo mpakani hebu tupande miti. Usicheze hapo, usicheze na mpaka kabisa. Unaona mipaka nyumbani kwenu kote kumezungushwa ukuta. Mipaka kwa Mwafrika, mipaka ni kitu kikubwa sana. Hasa hiyo imeingia hadi kwenye fahamu zetu. Hadi ukikutana na mipaka mingine, hauwazi kabisa kama mipaka iko ili ifanyweje. Yabesi anatuonyesha kwamba mipaka ipo ili isukumwe. Hebu mwambie mwenzako mipaka ipo ili isukumwe. Sukuma mipaka yako. Mipaka ipo ili wewe uweze kumwamini Mungu na uisukume. Ili uweze kumwamini Mungu na uisukume. Kwa hiyo kuna mpaka kwenye kila eneo la maisha. Na ili hii mipaka iweze kuondoka inabidi tuisukume. Hebu simama kwa miguu yako pale ulipo.